je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai ni récit ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Nous prenons aussi le livre de Jean, chapitre 7, 15e verset. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié parole du Seigneur ?» Amen. Amen. Mtekalachi. I greet everybody in the name of Jesus Christ. Nimeitwa kwa jina ya mtume Lisungi Loleki My name Job. is Apostle Lisungi Nimepata Loleki ufunuo Job. kwa ajili ya kutangaza habari njema I kwa received ulimwengu the mzima. revelation of preaching the gospel Sababu all over the leo world. iko siku mzuri tuzungumuze juu ya la vérité sur la révélation de Because it is Jésus-Christ. a nice day for us to Ukweli talk juu ya about ufunuo the revelation wa Yesu of the Kristo. truth about Amen. Jesus. Kwa sababu I was nimefunuliwa, revealed, kunakuwa na maukweli yenye naweza there are kueleza some leo juu nimefunuliwa truth maneno I zaidi. can reveal you for Basi ufunuo Jesus. gani yenye tunapasha What kufungulia juu ya haya? revelation can we Tunasikia talk msomaji about? anasoma pale You ever just Magalatia listen moja to the scripture mstari wa 11 where the hadi writer had mstari wa said 12 in John, inasema hivi. the chapter Hii 7, habari njema niko nanuelezea leo. 15 line. Sikufundishwa na mtu This wala gospel, sikwenda kuchukua I kwa didn't mtu. learn it from Ni someone. ufunuo It wa is the Yesu Kristo. revelation of Ndio mimi napata Jesus kwa sababu nieleze that haya. I received Na Wayuda from him. walisangaa kuone And hekima the ilikuwa kwa Yesu Jews Kristo, were wakisema astonished hii to see hekima hii akili na the ujuzi inatokea wisdom, wapi? Ye mtu akusoma hata the sawa vile niko yangu knowledge leo. which were in Amen. him. Naweza kueleza jambo hii ni Mungu njo Yesu Kristo ananifunulia I can nieleze leo. Tell Amen. this because Basi God ukweli revealed gani me unakuwa it. katika ufunuo? Beloved, Mpendwa, Mungu alinifunulia ufunuo God tano. Ile ufunuo tano alinifunulia, revealed me naweza tu kueleza vichwa five yenyewe, kwa ndani revelations. nitaendelea kueleza And I moja go kisha to ingine. tell Amen. you one after Alinifunulia one. la révélation des deux arbres au milieu First du one, jardin the d'Eden. revelation of a two Ufunuo trees ya miti mbili kati ya bustani in the wa Eden. Eden forest. Akanifunulia tena mara nyingine He revealed akisema to me the second la révélation des cinq revelation fonctions du of Fils the unique de five Dieu. functions Ufunuo of the ya only madaraka tano ya mwana wa Mungu Son wa of upekee. God. Akinifunulia tena la révélation The des third. sept sceaux. Ufunuo za mihuri. The revelation of Saba. 7 seals. Amen. Akinifunulia tena mara nyingine akisema fourth. la révélation de la doctrine des fondements The de revelation Christ. of the doctrines Ufunuo of wa the msingi foundation wa of mjengo wa Kristo. Ya tano The fifth. akifunulia la révélation des deux missions The revelations évangéliques. of Ni kusema two ufunuo ya evangelistic mission mbili, sema missions. kazi mbili ya injili ya Bwana Yesu. Amen. Kisha pale akanionyesha After that, namna gani tongoza he kanisa. showed me Ndio wanaita how reglement can I d'ordre rule a intérieur. church. Ine alinionyesha kati ya reglement les quatre règlements d'ordre intérieur, akanionyesha reglement ya the rule kwanza of the church, l'ordre the dans first l'église. rule is Kati ya the kanisa model ordre inaweza order kuwa. in the church. In the church, Akanisema ya pili there should la be doctrine the de order. l'église, ni kusema msingi wa kanisa. About Ya tatu akaenda kunionyesha tena la discipline the dans discipline l'église, in the church. ni kusema ke sheria Say, in the kupiga church, wala fimbo there wala must hesabu be the kati ya discipline. kanisa. Na ya To ine want akaenda to kusema correct, la grâce de to Dieu punish. dans l'église, ni kusema neema wa Mungu kati ya kanisa. the Mambo kisha kumwazibu mercy mtu of kunakuwa God, kana neema. the Amen. grace of God in Ni the church. ukweli wa ufunuo, ni habari yalifunulia Those are things yote ile. God Kulikuwa revealed to ufunuo me. tano na msingi wa kuongoza kanisa And the ine. four Amen. foundations Amen. of a ruling Amen. church. Basi nilifikia kupata ufunuo namna gani? How did I Nilikuwa receive wapi it? na nilitokea wapi? These Jo, revelations. kweli hii natafuta Now kueleza I leo go to tell kwenye you mimi the nilitokea. way Amen. they come from. Mie nilikuwa I was the mhubiri preacher katika kanisa of ACMTF, ACMTF, ni kusema Assemblée Chrétienne ACMTF du Message Church. du Temps
de la fin ya prophète William The church Mario of the Branham. prophet William Mario Nilikuwa Branham. kule kwa sababu Because nabii ule that prophet alisema said maneno many mingi things. kwenye alieleza. When- Mimi nilikuwa attentif when he kufuatilia, said, nilifuatilia ile maneno I was mzuri there mzuri carefully to vile alisema. follow. Akaenda kusema One day, kubroshire his yake, booklet, mahubiri yake mwa anasema ubroshire yenyewe iko hapa. that booklet, Celui qui est à vous est plus He grand que celui qui est dans who is ce in monde. you is greater than Page he who 25 is in the world. paragraphe Saide ilihubiriwa prêché dimanche 10 novembre 1963 kumwingine wa Jeffersonville. Ikasema hivi: quand une voix If vous one parle, voice observez tells l'écriture. you, obey Si the ce n'est pas scriptures. conforme à If l'écriture, you are not laissez listening ça to de the côté. scripture, put it Peu away. importe combien And how- est clair, how it tenez-vous is loin clear. de ça. Keep Kisha close akienda to that. kusema mon absolu c'est la Bible. Absolute is my Bible. Amen. Mon My absolu absolute c'est la is Bible. the Bible. Mimi nasema asante. Mtu absolu ni kusema kikisimamio ya mtu. Absolute Kwenye means anasimamia, where kwenye someone anachukuaka maneno yote yake iko kati puts ya his Biblia. Mimi confidence. nasema asante. Ile Francis alisoma pale kwa brochure yake inasema hivi: kama ukisikia He read sauti in the moja, booklet ile that sauti if ile you unasikia, heard a voice, wende mbio ukapimanishane nao na Biblia. Kama ukiona iko tofauti na Biblia, twala hayo tia pembeni. put it away. Atekwe If it is wazi clear modele gani, in toka any way, karibu nayo, Go far toka from it. karibu nayo. Na akisema msimamo wake kwenye And anatolaka he maneno yake said yote juu about atabirie his watu ni Biblia. confidence Amen. is the Bible. Bo, basi kama mtu anasema When vile siko somebody clear. says that, Bo, hivi iko clear, inasema basi nichunguze. Sawa, it is obvious, mhubiri, as nikaanza a preacher, kujiuliza. I Nikajiuliza kesho ya asked kwanza. myself, Na kule wanasema maneno yako yote ukapenda kuuliza uende ukaulize They pastor say, yako. if you want Nikauliza. to ask everything Ulizo ya of your kwanza. life, go to Nikauliza. ask your pastor. Basi les 7 âges The de 7 l'église ages of the church. où il a puisé ça Where dans la did Bible. he take them from the Wakati Bible? saba ekeke saba 7 vile ndio ages Kingale of nasema. Wakati saba the ya 7 kanisa ages of the alipata hayo church. wapi Where kati ya did he Biblia? take from the Wandugu, Bible? niliuliza ulizo ile sikupata yangu I majibu didn't mpaka leo. have the Nauliza answer of wandugu it. wa message d'État de I la asked fin. my brothers Les 7 âges of de l'église. Prophète the William message Mario of the Branham alipata end hayo wapi time. kati ya Biblia? Where Ekeke did sambo kati Branham ya lingoba. take that Ekeke sambo. Bible? Biblia mzima puisque Because yeye he anasema said, kama sauti na if kusemea one voice wewe ukaangalie kwa Biblia. tells you, Kama go haikuendana na to Biblia tia Paul. pembe, tia pembe. If it Mimi is naangalia different basi from the sipati. Bible, Nauliza sipati mtu put it away akunielezea. and go Amen. far from it. Basi ufunuo But the Mungu alinionyesha revelation God juu ya maneno showed ile ya me wakati saba akisema from hivi. the 7 ages, Barua ya Luke chapitre Luke. 16 verset 16. Luke chapter 16, Akasema. line 16. La loi et Said les that the law and prophètes the ont prophets résisté jusqu'à resisted Jean. up to their Balikuwa tu John. mpaka wakati ya Yohana. They were only Me kisha children. Yohani kuonekana John. leo tuko kwa habari njema ya Yesu Kristu, kila After mtu John kwa jingiza and na kivuvu everyone kwa habari njema hii. Hakuna enter sema in the nabii kingdom atakayemuingiza of mtu kwa habari Jesus. njema. No, kila mtu Forcefully. atajiingiza. Barua ya Luke 16 verset 16. Amen. Amen. Basi tunaenda We go to angalia see. nabii la wakati basi habari njema inaweza kuwa sawasawa na nabii Isaya The wala prophet Yeremia. of a Hapana, new mambo scripture. bao Isaya na Can be Yeremia said na muna of the unabii abo prophets iliisha of wakati Yohana Isaiah. alionekana, kwa sababu Yohani anampita hata Because nabii. John is Amen. superior to a prophet. Ndio tukaenda kuangalia kwa wakati Because mpya. in the New Paulo akaenda kutusemea kwa Testament, barua ya in Matendo the ya Mitume, Acts of Actes des Apostles, Apôtres chapitre chapter 15 verset 30. the verse Ikasema ke 32. banabii He said that the baprofete ya wakati ya of sasa the hii new time bao abaweze tena kusema ainsi dit no, cannot say bao banabakia tu kufariji watu what na God kuomboleza, said. consolation na They remain exhortation, only to kwa sababu alituma console Silasi. people. Bao balienda kule kule mjini, balikuwa bawili, balienda tu They kufariji went watu only that na country kuomboleza watu. to Amen, console amen. people. Sasa hata Even kuchumba in the family, Mtume Paulo akasema ku Paul 1 Corinthiens said that 14 in verset 3 anasema gharama ya unabii, le don du gift of prophète. the prophecy. Ayo vile vile ku 1 Corinthiens 14 verset 3
iko tu gharama yenyewe ya le don prophétique, iko tu kufariji na kuomboleza. Amen, amen. Kwa Agano Jipya ile ndio inaweza fanyika, puisque tunaangalia mapui ya ufunuo yetu ni mzuri sana, hayo tunasimamia pale. Nikaenda kuuliza ulizo wa pili, kwa sababu wakati unauliza mtu ulizo yafaa kuweka majibu pembeni. Amen, amen, amen. Ulizo ya pili ikaenda kuuliza, est-ce que Malachie 4 verset 5 à 6, l'Élie qui devait venir, est-ce que vraiment c'est Branham Elia nabii mwenye Malachie na mulaka sema ke atakuya kulimwengu hii mara nyingine, inaweza kuwa Branham? Réponse inasema no. Mungu akanifunulia akanielezea haiko Branham. Haleluya. Sikia maana nyinyi Mungu ananipatia ufunuo. Wakati anaenda kunielezea haiko yeye. Akanionyesha Matthieu chapitre 11 verset 7 à 15. Akasema ule Elia mwenye mko natafuta kujua ni Yohane Mbatizaji. Amen. Mwenye kuna masikio ya kusikia afanye nini? Asikie. Ni Yohane Mbatizaji, sio Branham. Yesu kweli wakati na Branham yaonekana ni Yohane Mbatizaji mwenye kwa masikio kusikia. Inaonekana wandugu wana masikio. Amen, amen. Amen, amen. Natangaza habari njema na ufunuo wenye Mungu ananipatia. Mathayo 11 mstari wa 7 hadi ufike 15 inasema mwenye na masikio kusikia asikie. Akaenda kusema Kulike chapitre 3 verset 7 à 8. Mwenye alibadilisha roho ya batoto kupeleka kwa baba sio Branham. Mambo Yohane wakati alitoka jangwani, baba Israeli, wakubwa wa Israeli walipanda kule ku desert. Kule desert. Wakienda kule walienda tafuta nini? Waenda kuona nabii. Na Yesu akasema ki iko juu ya nabii. Amen, amen. Iko juu ya nabii. Sasa wakati anatoka kule anakuja kufika hapa kumaji baneta Jordan. Israeli kapia kumfuata juu kutafuta kupata bapteme. Akawasemeke race de vipere. Nani ananifundisha? Nyie mko kizazi ya nyoka. Nani ananifundisha mkimbie kasirani niko nakuja? Inaistahili muzale matunda nyetaweza kubadilika. Na msiwezi kusemaka ke tuko na baba jina lake Ibrahim. Hata kumawe hii. Kwa hiyo majiwe naweza kutosa watoto juu ya Ibrahim. Inaistahili wale watoto wanakuya kupata batizo wapate repentance. Wageuke. Wakuwe ni sawa baba Ibrahim. Ule baba Ibrahim ni baba wa imani. Watoto wale wapate imani kwa sababu wamupokee Bwana Yesu Kristo. Na kugawia Yesu akitokea. Wakati Yesu anakitokea, Yohana akasema, iko Kuja chapitre 1 verset 29. Huyu ni mwana kondoo mwenye anaondoa dhambi za dunia. Amen. Mara moja wakimwona ni Yesu Kristo akitokea. Yeye ni mwana kondoo mwenye anaondoa dhambi za dunia. Sababu gani? Aliwasemea wazae matunda itakuwa na kubadilika. Watoto wapate imani sawa Ibrahim, juba mpokee mwana kondoo. Amen, amen. Amen, amen. Bon, akienda kuonesha ku Matthieu chapitre 17 verset 10 à 13. Anasema wanamuuliza, kwa sababu Wayuda wanasema hivi, Elia atakuya mbele. Elia atakuya mbele. Yesu anasema watu wamojelekani. Nilisha basemea kwa Matthieu 11 ke Elia mwenye kwa masikio kusikia sikie. Bana niuliza hata kesho hii. Ndio akawajibu ke Elia alisha kuya. Amen. Kwa ile wakati Yesu aliwajibu haikuwa kwa wakati nabii Branham iko kudunia. Elia alisha kuya, walimuteswa vile walipenda. Amen, amen. Amen, amen. Ni kusema Elia mwenye takuya haiko Branham ni Yohane Mbatizaji. Ikuwa kutola roho ya baba kupeleka kwa watoto, iko kutola roho ya watoto kupeleka kwa baba. Amen. Amen. Okay. Nikaenda kuona ulizo ya tatu. Ulizo ya tatu ikakuwa kwa Apocalypse 10 verset 7. Anasema ke wakati ya tarumbeta ya saba, wakati malaika wa saba atapika tarumbeta, atapika tarumbeta yake atasone, asili zote wanabii walikuwa wanasemaka itafunuli.
Me wakati nilikuwa kule wanasema ile tarumbeta ni habari za maneno nye Branham iko na big brochure yake ndio itatangaziwa. Itaonekana wazi. No, haiko vile mpendo. It is not so. Kunaweza kujua kama malaika wa saba akakuwa, c'est-à-dire wa kwanza hii. Amen. Ni kusema wa kwanza iko. There was also the first. Hivyo wa kwanza iko, inastahili nimuoneshe wa kwanza hadi kufika wa mwisho. Amen. Mpendwa sikia. Nabii wa kwanza paka wa saba inastahili malaika wa kwanza paka wa saba inastahili kujua kwanza malaika nina. Ufunuo ya yetu ikaenda kunionyesha, Mungu anielezee. Angalia. Origine des anges. Hébreux chapitre 1 verset 7. Nabii inasema ki Mungu alitengeneza bamalaika yake sawa upepo. Mungu alitengeneza bamalaika yake sawa upepo. Luke. Amen. 24. Alitengeneza bamalaika sawa upepo. Kumbi malaika hawezi kuwa na mwili. Ule malaika has no hawezi kuwa na and mwili flesh. If God made akakabula angel as a spirit, na malaika za mbingu na kunakuwa na malaika za udongo. Aliwatengeneza kwa malaika za mbingu sawa upepo na akitengeneza malaika za udongo sawa kiwakio ya moto, comme une flamme de feu. The spirit is like the wind. Kiwakio za moto. Luka 24 kusoma mstari wa 13 ikasema hivi: l'esprit n'a ni chair ni os. Kama Mungu alifanya malaika sawa esprit, mwambia nini? Anawaweka pale sawa upepo jua kwa tumatuma. Me esprit haiwezi kuwa na mwili wala kukuwa na mfupa. Kwa esprit basi ni nini? Akaenda kutuonesha barua Yohani 3 mstari wa 8. Anasema l'esprit est comme le vent. Esprit, ino nasikia esprit iko sawa upepo. Amen, amen. Ya kwanza akatuonesha les anges celestes, malaika za mbingu. Apocalypse chapitre 8 verset 2 inasema ba malaika saba kule mbinguni walisimama mbele ya Mwenyezi Mungu, na Mungu akakamata tarumbeta, trompete saba akabapatia. Tarumbeta ile nasema ni habari njema. Bale ba malaika za mbingu njo balipata tarumbeta saba. Seti trompete ile ilipewa njo ba malaika kule mbinguni benye balisimama mbele ya Mungu. Sio ba malaika hapa ya budongo benye biko kiwakio ya moto. Bo, sasa hivi Nabii Branham alifika mbinguni sakani aenda katole Apocalypse chapitre 1 verset 20 inasema nini? Nyota saba ilikuwa kule malaika mkuu mwenye alisimama anatia mkuu maji na jikafu. Nyota saba ile inaonesha ba malaika saba za kanisa. Malaika saba za kanisa. Ni kusema ba malaika za budongo bali bapatia kanisa saba. Bali bapatia kanisa saba. Bo bale balisimama ba malaika na malaika kukanisa yake hapa kubudongo. Kama bale ba malaika za mbingu ma esprit banapata habari kutoka kwa Mungu, banakuyaka kilete kudunia, wanakuta watumishi wenye kwa kudunia kuma kanisa, wa promoter bati banajisa kanisa, banamupa ujumbe juu akuye nayo. Sawa vile niko pale napata message ya ufunu ile nyeba nilifunulia ayo na kia kupresenter leo. Amen. Sio kwa vile Branham iko nasemelea yeye haendi mbinguni, hakuna kwenda mbinguni, yeye ni malaika hapa budongo. Mwenye alianzisha kanisa ya Branham ekuzi parole ni yeye. Jamais kupanda mbinguni, ni malaika hapa budongo. Amen. Amen. Yeah. Uko hata pale. Bo,
Sasa They said that's about the tunaangalia pale, anaenda anasema nini? Is the Anaenda sema tena kiasema angel of kwa the ile seven kanisa church za is saba, the light of the seven ile church. wanasema Is kanisa this za not him? Laodikia, yeye njo ni nabii wa kanisa In wa saba Colossians, na yeye njo chapter malaika wa saba kule 4, kanisa ile. line Hapana, 15. sio Is that yeye. in that church? Ukaangalia Paulo anatuonesha maneno ya Laodikia mzuri. It was in Ku the barua ya house of Colossiens Opera. 4 verset 15 anasema zile kanisa And they ilikuwa wrote kulopango ya ndugu Nimfra. Kanisa nyiko kunyumba ya mtu Nimfra, ndio kanisa ilikuwa kule. Kisha tena akaleta angalisho kwa ule mtumishi mwenye alikuwa anasimamia kanisa la Laodikia, jina lake Colossiens 4:15 kasema Archippe, sio Branham. Laodikia ilikuwa Archippe. Mambo alisema fanya attention ku ministeri yenyewe ulipata kwa Bwana. Na ule tu Archippe aliyapata amaki yake ya pili kule ku Patmos. Show your color, if not Kwa njia I will ya vomit Yohani you. mwana wa Zebedai ikasema It hivi, was Archippe wewe hauko because moto, wewe hauko baridi, didn't do onesha what rangi they yako give kama you. iko vile nitakutapika. Haikukuwa Branham jibu sema tamtapika, ilikuwa Archippe. Jo Archippe hakusimamisha kazi yao, walipatia wazi wazi. Amen, amen. Laodikia kulikuwa na nabii mwa kule wala muongozi mwa kule, kuna Laodikia kule kanisa la Laodikia jina lake Branham. Hapana, ile iko kudanganya. Yafaa kusema uhaki na haki itakusaidia. Amen, amen. Unasikia pale? Bo, tunaenda kupata ulizo wa ine, inasema maneno ya Zakari 14 verset 6. Zakari 14 verset 6 inasema que vers le soir la lumière paraîtra. Lumière wa nini? Ile mwangazo za habari. Wale kanisa wanasema nini? Wanasema ile mwangazo ni injili yenyewe iko natabiriwa kule. Ile mabroshiri ndio mwangazo wa mwisho ndio itaangazia dunia mzima. No, lumière ile haiwezi kuangazia. Hapa sisi tuko hapa tusome broshiri. Basi lumière yenyewe tuangazie. Haituangazie. Nadhani hata wewe kuonekana pale hauwezi kuangaziwa na lumière ya broshiri. Ni Biblia ndio inakusaidia kule. Kujua neno la Mungu. Amen. Bo, tunakia kuangalia Ufunuo hapa, inasema ku Mathayo 24, Matthieu 24 verset 27. Inasema ni sawa eclair nyeko kutoka Korea kwenda Occident. Ni alama ya kuja ya mwana wa mtu. Amen. Mwana wa mtu ni nabii. Nabii hapana nabii sawa Branham. Ni nabii méprisé, le prophète méprisé. Ni nabii mwenye alizarauliwa kwa jamaa yake. Ni Yesu Kristo. Ilikuwa nabii mwenye alizarauliwa. Sasa yule nabii ule ni ndio mwana wa mtu. Sikia mpendo, ile mwangazo ile ilitoka Korea, kutoka kule ngambo ya mashariki kwenda kule kusini. Ile mwangazo ile sio kuwa mwangazo za injili ya Branham, no, ni alama ya kuja ya mwana wa mtu. Mambo miandiko nasema macho yote tafani ni itamuona. Wakati atakuya mechi yote ni steri imuone. Hata wenyewe walimtobola mkuki, watamuona na watalii. Kwa kama basi ni habari za injili za broshiri, eski mtu wote anasoma ile injili ile? No, hawezi kusoma. Mtu wote asoma. Tunangojea kuja kwake. Yesu bado hayakuya kuhanga, njoo sisi tunabakia. No. Na kuna injili inaweza tolewa na mtu akusema ki angalia Messia yuko nakuya. No. Inastahili mecho tefeni ni Mungu. Amen. 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 Kwa sababu Yesu ndio mwangazo wa dunia mzima. Unafuata pale? Mpendwa, hakuna neno zingine naweza kuachia injili ya kudanganya, ni ufunuo. Njoo kwa kuona ile maulizo ine, haikustahili tena waniweke pale wakisema tukabulana. Na vile nikakabulana nabo, leo niko natangaza habari hii, ukweli juu ya ufunuo wa Yesu Kristo. Amen. Ninatangaza ukweli, maana nilitokea kule ni ayo ile ulizo ine. Sasa uona tabiri, unaeleza neno hayambatani na Biblia, inastahili niweka pembe na nikuwe mbali nayo kufuatana vile ulisema. Njoo leo siwezi kuulongofya watu, na eleza ujumbe wa kweli ya ufunuo wa Yesu Kristo. Acha Mungu anubariki. Malasie